Yesu akija kwenye maisha yako sasa hivi, amani inatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una msukosuko, ndio maana ni vizuri ufumbuliwe, ufahamu, ujue hii habari ya kufufuka kwake, nguvu ya ufufuo. Ujue Yesu aliyefufuka ni mtu wa namna gani. Naweza kukaa na mateso yako unafikiri Yesu hawezi. Nataka nikuambie hivi, Yesu hakuna la kumshinda. Ni imani yako na shauku ya kumwandama yeye. Acha kufanya moyo kuwa mzito. Yesu anaweza kuponya magonjwa yako. Yesu anaweza kuponya shida yako. Yesu anaweza kukutoa kwenye maisha ulio nayo. Yesu tuliye naye sio wa kubabaisha. Yesu tuliye naye sio wa kubahatisha. Yesu aliyefufuka sio wa kubahatisha. Ukimwamini 100%. Ndio maana ni vizuri ufunuliwe, uelewe. Usimshike Yesu rojorojo. Nenda mzima mzima. Mwamini mzima mzima. Usibakize kitu. Nguvu yako ya kibinadamu ni ndogo sana. Ufahamu wako wa kibinadamu ni mdogo sana. Ufahamu wako wa kibinadamu unaweza kuhudumia yale tunayoyaona. Kuna vitu ambavyo havionekani. Kuna dunia ambayo haionekani. Huiwezi kuiona kwa darubini. Hiyo inaweza kukalia maisha yako hata kama ufanye nini. Hakuna kitakachoendelea. Kumbuka lile somo nililokuwa nafundisha la mtu mwenye nguvu. Mtu mwenye nguvu kwenye maisha yako akishikilia, hata kama uende mahali gani, hata kama uwekwe katikati ya dhahabu, hutatoka kwenye mateso. Maana kuna mtu mwenye nguvu amekalia maisha yako.